Katika kijiji kidogo kinachoitwa Mamrui kuliishi mvuvi na mkewe ambao walikuwa na mtoto mmoja. Mtoto mwenyewe alikuwa ni wa kike. Mvuvi hakuwa na maisha mazuri vile, alikuwa na maisha madogo ya chini mno, ili hali alikuwa na mkewe, ila mkewe hakuweza kustahamili shida ambazo walikuwa wakipitia. Mke wake aliamua kumchukua mwanae na kuelekea kwao kijijini alikotoka. Mvuvi alijaribu sana kumwambia asiondoke, ila yeye hakutaka kumwelewa mvuvi, kwani mvuvi alikuwa ni hohe hahe, hana kazi ya mwanya, kazi yake ni uvuvi, na kama unavyojua kazi ya uvuvi si kila siku utapata. Tafadhali mama, tafadhali. Mvuvi alijaribu kadri awezavyo, ila mkewe aliondoka na mwanae. Mvuvi aliwaza na kuwazua angefanya nini. Ilimbidi azoe tu hali hiyo. Mvuvi aliamua kufanya kazi yake kwa bidii na kumweka Mungu mbele katika mambo yake yote. Hakujali lipi litamkumba, yeye alitaka tu kufanya kazi kwa bidii ili kesho na yeye aje kuwa mtu kwenye watu. Yule mvuvi aliendelea na harakati zake za uvuvi. Mvuvi aliendelea na shughuli zake za kila siku, ila alikuwa na msongo wa mawazo mkubwa sana. Imani. Sasa angalia, sisi tumuita yeye waenda. Sisi zake za nyumbani ndakuchukua. Na sisi tunataka kumsalimie. Watu walihisi mvuvi alikuwa na maringo au amekuwa na kiburi, au walihisi alikuwa kawa mjeuri, hataki hata kujibu salamu. Kumbe kiukweli ni kuwa alikuwa na mawazo ya mkewe na mwanae kumondokea. Mvuvi alipanda kwenye dau lake. Mungu naye si Asumani. Mvuvi alibahatikiwa kupata dhahabu iliyo na gharama ya juu. Kwa hiyo mvuvi kawa ameupunch, yani katajilika.